Jamani, hebu sikilizeni kitu kimoja. Leo siko fit kabisa, nimeamka niko ovyo, siko vizuri. Ndio maana nakupigia simu zangu pote. Hapana, simu niliweka mbali. Si unajua asubuhi mtu kiamka unatakiwa kujiandae, alafu zeni ndio unaenda na kwenye shughuli zako. Ndio maana simu niliweka mbali. Baada ya kuchukua simu nikaona message, ndio nikasoma, nikakupigia simu tukutane hapa. Sawa. Chanzo cha kukuita hapa? Ndio. Ni kuhusu tatizo lililotokea kule hotelini. Unajua chanzo sio hoteli ya watu. Najua. Najua? Wewe niambie solution, tunatatua vipi tatizo, lakini sio najuaje. Basi kama nilivyokuambia kwamba tatizo ni nini. Tulivyochapa pale, yani shida ni benzi ya kwetu. Na sisi yani hatutakiwi kuishi katika maisha kukutana mtaani. Haturuhusiwi kabisa. Kwa hivyo basi, kama unanipenda kwa dhati, basi toa barua, posa, unioe ndio mke wako halali. Hebu sikusikii vizuri, unasema? Kama ulivyoniambia, ndio. Kwa masuala ya ndoa kwa sasa sipo tayari kabisa. Nikwambie tu ukweli Keti. Kwa ndoa sipo tayari. Uko tayari ni baada ya kuchapwa au? Nimesema siko tayari. Chana na mimi. Majani. Unajua ni kama vile mlikuwa mnaniona niko busy na mambo yangu, lakini kwa jinsi hapa mlipokaa sio rahisi mimi kuacha kusikiliza ambacho nyewe mnakiongea. Nilikuwa najaribu kuwasikiliza. Labda niwashauri kitu kimoja au nijaribu kuwapa kitu ambacho nimekisikiliza, kama sintokosea. Mnasumbuliwa na mwanamke nyinyi. Yaani tatizo lenu nyewe mwanamke. Yaani ni kweli bwana. Huyu mwanangu ndio akuniambia yule mwanamke na shetani. Mimi nimeenda kuwavamia bosi, nimekula viboko. Mgongo wa moto bosi. Sasa mimi ningemwambia kwamba bana anisanganiona mimi na. Hebu ngoja. Lishi. Na ndio maana wakati mwingine Lishi una delay katika kazi hii. Unaona kwamba hicho kitu unagundua kwamba ni mapenzi. Lakini okay, tuache hilo. Wakati mnazungumza nimesikiliza vizuri. Kama sitokosea, mnazungumzia swala la mwanamke ambaye ana mashetani. Ndio hivyo wewe. Yaani ukiwa naye bosi wangu yule mtu, wewe lazima ikukute cha mtema kuni. Yaani iko hivi. Pamoja na kwamba mimi ni bosi wenu, hii ni sehemu ya maisha. Unajua havipingiki. Ni sehemu ya maisha Mapenzi ni mojawapo ya sehemu ya maisha. Na wakati mwingine mnapofanya kazi, nawapa pesa, huwa mna relax. Hii nafahamu. Kwa hiyo niwape ushauri. Kwa jinsi nilipowasikiliza mnasumbuliwa na mwanamke ambaye ana mashetani. Lakini msichokijua, labda niwaambie kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa tego. Tego? Ndio nini? Na labda ninapozungumzia tego, unajua sisi tumeona mambo mengi sana. Yaani mpaka mnaniona mimi nimefika hapa, nimepitia haya na mpaka yakawa yananifanya sifanyi shughuli zangu za kutafuta pesa. Yaani kama nyinyi mnavyoona, kama wewe Lisi unavyoona una delay katika kazi. Tego ni kitu ambacho kinatumika kumtega mwanamke ili atakaye kwenda kumtumia pasipokuwa na uhalali. Yaani haswa katika wake za watu, yaani mke wa mtu anapokwenda kutumiwa na asiyekuwa halali, yaani tofauti na mumewe, yaani si halali yake, basi anapatwa na jambo kubwa sana la kuzuru. Sawa Lakini hili tego pia linatumika kwa mabinti au wanawake. Wanategwa kwa wale watu ambao wanafanya uharibifu, hususan kuna wanafunzi,
lakini kuna wachumba za watu ambao wamewekewa oda. Kwa hiyo wanawatega ili wale watakaofanya uchafuzi wapate matatizo. Sasa hili nilipoliona mnalizungumza, nikajua huyu mwanamke ametegwa. Niwaambie kitu kimoja, hii ni siri of public. Mimi si mnamjua mke wangu? Ndio. Mimi mke wangu nimemtega. Wewe. Yeah, nimemtega. Atakayekuja kumtumia pasipo uhalali wangu, yaani nje ya mimi mumewe, atapata matatizo makubwa. Kumbe ni mambo yapo yani. Kwa hiyo mimi mke wangu nimemtega kwa sababu siwezi kuwa nasumbuka na watu, yani kuchunguza, kukaa nani anafanya hivi nipate wakati wa kumwadhibu. Automatically mke wangu atakapokuja akakutana na mtu asiye halali tofauti na mimi mmewe, ni hatari. Na siku moja mke wangu alikuja, kuna vitu fulani nikawa simuelewi. Kuna mambo alikuwa ananielezea, lakini alipokuwa ananielezea lile tukio nikajua huyu tayari mimi si nimemtega. Unajua wakati mwingine hii dunia inabidi tu ufanye vitu ambavyo hata Mungu atakwenda tu fulani. Hii ndo dunia. Sasa niwashauri kitu kimoja. At the time mnatakiwa sasa nyinyi mfanye swala moja. Yaani nyinyi sasa muende kwa mganga. Sawa eh? Muende kwa mganga. Sawa eh? Sijui umenielewa? Mimi nashukuru. Sasa baadaye kidogo nakuja. Wewe Simba mbili lishi? Na wagi tena. Vijana wanasumbua sana na mapenzi. Mapenzi yanawatesa. Hivi na mdogo wangu, juzi ulivyokuja hapa mbio namna hiyo, ni kweli ulikuwa unakimbizwa na vibaka? Ndiyo dada, nilikuwa nakimbizwa na vibaka. Sina uhakika na swala la vibaka mtaani kwetu. Sasa mimi nitakupicha nini? Kweli nilikuwa nakimbizwa na vibaka, siri yangu. Sawa. Sikia sasa. Usiku wa kuamkia leo nimeota ndoto. Tena ndoto kubwa sana. Inahusiana na maisha ambayo mama yetu alikuwa anatamani sana. Lakini bahati mbaya hakuweza kufika katika ndoto zake. Wakati upo hai, alikuwa na ndoto ambayo sisi tulitakiwa tuishi katika mazingira ya ndoa, si ndio? Yaani hataki kabisa sisi tuishi maisha ya kuzurura huko mtaani na wanaume. Anatamani mwanaume ambaye anakupenda. Bora aje hapa nyumbani akutolee posa na akuoe, kuliko kutembea huko mtaani mkajionyesha kama fashion show. I say, hiyo sio ndoto ya mama kabisa. Sasa dada, kumbe wewe ndoto tu ndio inakutisha. Hizo ni ndoto tu. Mimi mwenyewe naota sana. Tena sana hata sizifuatilizi. Wewe unazifuatilia nini? Kawaida tu. Wewe sema kawaida, halafu lije likukutia jambo huko, ndio utajua kwamba ni ndoto au sio ndoto. Hebu amka huko na kafanya majukumu yako, sasa ni asubuhi. Acha uvivu. Wewe babu. Ndio babu. Bao. Habari za leo? Nzuri bwana, na wasifu. Bwana ni nzuri, kwema? Kwema. Habari za huko? Nzuri. Mambo yanaendeleaje? Tunashukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Ila babu, ndio. Yaani kitu ambacho umenifurahisha mara kwanza vile ulivyonifanyia ile dawa yako hii. Uwezo kaamini mambo yanaenda vizuri sana. Yaani pale sasa hivi ofisini pale.
full burudani. Hawanikeli wala nini. Yaani nikifika tu pale kazini, bosi anaona kama mimi ndo malikia yani. Acha baba. Kweli. Wewe dawa zako wewe. Nazikubali sana yani baba. Bwana mimi nimekuambia mdogo wangu hapa sio kwamba ninajisifu. Ndio. Iliyobaki tu ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Sasa babu. Ndio bwana nimekuja kuna jambo kubwa kidogo. Ndio. Ambao linanichanganya kidogo ambao lilinitokea hapa ni kama mauza fulani hivi. Yaani hata nikikuelekeza. Yaani unaweza kuona ni maajabu yani. Haya maajabu gani tena haya? Bana juzi hivi. Na mwenzangu nilikuwa naye. Lakini tulivyoingia kwangu, nikajikuta napigwa. Maana nikashtukia fimbo ya mgongo. Mara ya shingo. Acha bwana. Alafu mtu mwenyewe simuoni sasa. Babu yani ikabidi kwangu kwenyewe kukimbia yani. Sasa nikajiuliza kwangu hakujawahi kutokea kitu kama hichi. Nikajiuliza hiki kitu nini? Ndio. Sijapata majibu nikaona hebu ngoja niende kwa babu yangu. Ili nikamuelekeze ili kama yeye anaweza kanifahamisha kwamba sababu nini. Sawa. Umeona bwana babu? Ndio. Ile TV lako silipo lile. Ili tuangalie ile TV lako lile kwa shida nini. Hivi hayo unaoniambia ni ya kweli? Babu nakwambia kweli yani kama uamini yani kama mauza fulani sijawahi kutokewa hiyo kitu hata siku moja. Sasa ule TV wako si upo? Hebu fanya basi mambo hapo. Sasa ile si unajua ndio kazi yangu bwana, wewe unajua mwenyewe ndio kwamba ni kinachoniweka hapa mimi shamba hapa nini na nini. Mambo ndio hayo. Sasa hebu mzee niangalizie basi hapo tuone shida nini? Bwana sawa. Yaani kama maajabu fulani unajua nikikwambia yani unaweza usiamini. Ila ndio hivyo ishatokea. Yaani hapa nikijishika hapa naona kama nimevimba hizo fimbo hizo. Alafu nikiangalia chumba kizima yani. Matatizo wewe. Wewe kweli una matatizo wewe. Ndio maana nikaona nije nikuone babu yangu. Basi sawa. Ya tufanye angalau namna kidogo. Basi tutajua tu. Bibi. Nimekuja hapa. Ndio. Na matatizo yangu ambayo yananisumbua. Ndio. Binafsi ni kwamba mimi kuna mwanamke ambaye namtaka. Ndio. Lakini kila nikikutana naye kuna matatizo ambayo yananikuta. Ndio. Sasa nikasema ngoja nichukue jukumu la kwenda kwanza pale kwa bibi akaniangalizie kidogo kwamba yale matatizo ni kwa nini kila nikikutana na yule mwanamke nayapata. Basi haya, toa hela alamni, tumulike hapo, tutaambiwa na mzimu kwamba ni kitu gani. Sawa. Kinachosababishwa ili tupate njia kwamba tufanye. Na ramni sio naangaliaje hapa? 2200. Sasa kwa 200 ndio changamoto. Bandika tu hiyo hivi chukua yote weke hapa. Huku ikunjue hivi. Weka hapa kama kuzitandika vile. Leta mikono yako yote miwili kwa hivi. Naona unashika hiki kioo pamoja na hela hizi. Weka mkono wako wa juu. Hebu tia manuizi yako hapo. Sawa. Wewe mwenyewe kimoyo ili mimi nisisikie kwamba umesema nini, nikijua unataka nini, nataka tuje tuambiwe huko kabisa. Tayari. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu takabali dua. Mizimu tunawaalika, tuna shida hapa. Kuna mgeni kaja, kijana mwenye matatizo yake. Njoo chapo haraka, tulindeni hapo ofisini na kuita kuangalia na kuyaona matatizo yanayomwasibu katika nafsi yake kijana. Bismillah. Mzimu njoo, mzimu njoo, mzimu njoo, mzimu njoo, mzimu njoo, Utango njoo, mzimu, Utango kiwanda mzimu, Utango ofisi mzimu, Utango mnyoko mzimu.
Nimekubali TV lako la siku nyingi. Unajua tena bwana. Haina shida. Sasa weka mikono ili tuangalie. Kwa hiyo tunaweka kama vile vile tunagafu alafu tunanuia. Wewe kunuia tu hapo. Sawa. Mambo madogo. Tayari. Niweza kukwambia kitu kimoja. Wakufia. Hivi wewe uhuni unaacha lini? Kwani umeona mimi tena mbona mzee mbona babu nimeacha uhuni mbona? Mimi uhuni nimeacha. Kwa sababu gani? Wewe kuna mtoto wa kike hapo unasema ulikuwa naye? Si ndio huyo sana nalokuambia kwamba nilikuwa naye. Ndio huyo sasa ambaye nilikuwa naye kwangu. Ndio ikatokea hivyo. Mimi nikakwambia wewe babu wewe ni mhuni. Kwa sababu huyu mtoto wa kike huyu ana ndoto za mamake. Huyu mtoto huyu hatakiwi kufanya mapenzi. Kinachotakiwa anatakiwa aolewe. Ndoa ya halali. Sasa wewe wataka umchezee huyu mtoto, kumbe ni mzimu wa mama yake. Huo ni mzimu wa mama yake. Ina maana sasa kinachotakiwa hapa ya kufanya, kama umempenda kweli huyu binti basi sio kumchezea. Solution ya huyu binti hapa ina maana sio kwako tu, ina maana kila mwanaume atakayeenda naye, hali ndio hivyo inavyotokea. Kwa maana hiyo kinachotakiwa hapo ni ndoa. Sasa kumbe babu, ngoja. Sasa kumbe kama shida ni ndoa, mimi niko tayari hapo, tufanye tu mpango wa kwenda kutoa posa, na kama ikiwezekana wewe mwenyewe ndio unipelekee babu. Au wewe unasemaje? Kuna nini tena? Sawa, mimi sikatai kwa hilo. Ndio kijana. Ndio kijana, umekuja kutokana na shida yako. Shida yako, una huyu msichana unamtaka, lakini unapokutana naye kuna mambo ya maajabu ajabu yanafuatilia nyuma yake kwa mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo huelewi ni kitu gani kinasababisha, hamui wote mkazungumza mpaka ukapata mwafaka wa ile nia ulionayo ya kumtaka yule msichana kwa mazungumzo. Kweli si kweli? Kweli. Kwa hiyo umekuja unaangalia ya kwamba ni kitu gani kinasababisha mimi yule msichana nampenda, lakini katika mazungumzo hatuzungumzi, yakaisha akafikia mwafaka. Ni kitu gani kinasababisha? Anakwambia ni ndio inayosababisha pale yule msichana anaye mkubwa wake alikufaga. Huyo alipokufa, basi huyu msichana alikuwa ni mpenzi wake sana wa karibu, mtu anampenda sana. Sasa huyu hapendi mambo ya zinaa, kajua yule ni msichana na akifikia muda wake lazima aolewe, kwa sababu kuolewa ni wajibu wa mwanaume kuoa na mwanamke kuolewa, lakini nataka halali. Kwa hiyo ukitaka mambo yako hapa yafanikishe, utokee kwa wazazi wake, kwa wahusika wake, kwa wasimamizi wake,
upeleke uchumba, ukaseme mambo ya ushona, utengenezewe na wazazi, unatoa mahali, unafungishwa ndoa. Lakini kinyume cha hapo ni matatizo, hakuna kafara hapa, ni mzimu wa kwao wanafanya hivi kwa kukataa zinaa. Tupote? Ndio tuko wote bibi. Ndio, umenisikia? Nimekusikia. Umenisikia? Kwa hiyo fanya hivyo. Hapa hamna kafara, kafara lake ni hilo na sababu ni hiyo. Habari za saizi? Safi, niambie. Safi, uko poa? Niko poa. Bana, kwanza kabla sijakusikiliza ulichonitia, naomba kwanza nikupe habari njema, kwa sababu hii ilibidi na mimi nikutafute nije nikuelekeze kilichotokea juzi, ila nilikuwa bado sijapanga muda kwa sababu ya ubize wangu. Iko hivi, kile kilichotokea juzi, mimi bana nikaenda kumuona babu yangu kabisa aliyemzaa mama yangu. Nikaenda kumuuliza kwa sababu hiyo kidogo na mambo ya unajibu. Nikaenda kumuuliza, bwana babu, nilikuwa na mwenzangu lakini ikatutokea hali fulani hivi ambayo haijawahi kunitokea kwangu. Shida nini? Akanielekeza, kumbe nyie kwenye ukoo wenu haitakiwi muwe na mapenzi ya ovyo ovyo mtaani. Inatakiwa kama mwanaume kakupenda aende moja kwa moja akatoe posa kwa ajili ya kukuoa. Bana, ndio majibu ambayo nimepewa. Mwenyewe nilikuitia hilo. Na wewe unitie hilo. Sasa kumbe, kwa nini mwanzo hujaniambia? Sasa kumbe nawe unajua. Sasa ndio nimekuja ili tuongee. Kosa tunafanyaje? Mimi kiukweli babu yangu mimi alivyonipa ile majibu nikamwambia, basi babu, kama ndio hivyo haina shida, kama vipi wewe fanya mpango kapeleka mahali pale, mimi nikamuoa yule mtoto. Kwa sababu yako anakuja tena, mimi nimeongea naye tena lini jana, akasema babu, wewe usiwe na haraka, kwa mambo ya posa ni mambo mazuri, mimi nitapeleka pale ile posa. Wewe kweli? Anakuja hivi kwa ajili ya kuleta posa.